tunajifundisha Ezekieli 16 kuanzia mstari wa 2. Mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi: asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Muiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa kitovu chako akikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe. Hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Nami nilipopita karibu nawe. Yes, tunapokuwa tunajifundisha kuna mambo kadha wa kadha ambayo ni ya kuangalia, na baadhi ya hiyo mambo ambayo tunaangalia, kwanza separation ni kujikatanisha na mtu yule anakuwa anajikatanisha na mambo ambaye labda inamuandama, labda alizaliwa nayo, mambo ambayo inafuata maisha yake. Hiyo ndio inaitwa separation. Na tunaposoma katika Biblia tunapata mtoto ambaye anaitwa Yerusalemu. Na Yerusalemu huyu Mungu anazungumza na yeye, na anamwambia nabii Ezekiel, kimbia kwa huyu mtoto ambaye anaitwa Yerusalemu, umuelezee ni kwa nini anapitia yale maswala ambayo anayapitia, kwa nini mambo yake iko hivyo ambavyo ilivyo. Na sasa Ezekieli anaanza kuzungumza na mtoto ambaye amezaliwa anaitwa Yerusalemu, na anamwambia muelezee machukizo. Machukizo ni mambo mabaya ambayo labda mtu alifanya ama ambayo ilitendeka, na kwa hivyo anaanza kumuelezea machukizo yake. Anamuelezea ni kwa nini haya mambo yanamtokea. Na hiyo ni desturi yetu sisi wote. Huwa tunataka kujua ni kwa nini hii inatokea, ni kwa nini hii inatendeka. Why is this happening? Kwa nini hii inafanyika labda kwa maisha yako? Kwa nini hii inafanyika labda kwa nyumba yako? Kwa nini hii inafanyika labda kwa biashara yako? Kwa nini hii inafanyika labda kwa watoto wako? Huwa tunataka kujua. Na mtu mzuri ni yule ambaye huwa anataka kujua why is this. Angalia kama hizo zinafanya za juu zote. Mtu mzuri mtu mzuri huwa anataka kujua ni kwa nini. Mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi: asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Muiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe. Hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Kwa hivyo mtu mzuri utaka kujua ni kwa nini hii mambo ninaipitia.
kwa nini, why am I going through this? Mtu ambaye ni mzuri na mtu ambaye anataka kukua katika Mungu huwa anataka kuelewa ni kwa nini. Why is all this happening? Ninapenda sana mtumishi wa Mungu anaitwa Gideoni. Malaika alikuja kumpatia ujumbe, lakini Gideon akamwambia malaika, kama kweli Mungu ako na sisi, kwa nini hii mambo yote inafanyika kwetu? Ndio sasa akampeleka, akajua ni wapi ambapo kiini, sababu ikiwa uta address kiini ya kile ambacho unapitia, kupata breakthrough itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo nabii Ezekieli Mungu akamwambia, enda uongee, enda uzungumze na huyu mtoto ambaye anaitwa Jerusalem, umuelezee historia yake, kule ambako alitoka na kule alizaliwa kulikuwa na shida, na anaanza kuleta Mkanani. Na hiyo story ya Canaan nimeiongelelea hapa sana. Tukasema Canaan alikuwa mtoto ambaye alikuwa amelaaniwa. Canaan alikuwa mjukuu wa Nuhu, na akiwa mjukuu wa Nuhu hivyo akalaaniwa sababu ya makosa ya baba yake. So tunapoongea kuhusu separation, kuna kuvunja madhabahu, so that I can be clear to you. Kuna kuvunja madhabahu na kuna separation. Hizi ni vitu mbili tofauti sana. Kuvunja madhabahu na separation ni vitu mbili tofauti. Kuvunja madhabahu ni nini? Ni ibada iliyokuwa inafanywa huko, ni altar imekuwa erected hapo, hiyo ndio kuvunja madhabahu. Ni altar ndio ile imejengwa. Altar ni kama gani? Altar ni kama ile unaona kunakuwa na black spot kwa barabara. Altar ni kama ile uliona watu wanaenda Bondo. Uliona hiyo? Watu wanaenda wapi? What is that? That's a very big altar. Hiyo ni madhabahu kubwa sana ya siasa. Iko huko. Mwezi elewa hii, wacha tuachie hapo. Msiseme tuko siasa. Kuna mambo ya watu wa kiroho. A very big altar. Ndio uliona mpaka Kalonzo anaitembelea na ng'ombe 100 na madhabahu. Huwa hivyo. Huyo mtu ambaye amefaulu katika siasa akawa ako top sana, huyo mtu ako na madhabahu. Na ili mshiriki hiyo madhabahu iweze kuwa favor, you must honor that person. Usidhani ni bure. Kwa nini wale wengine hawapenyi? Sababu hawana madhabahu. Lakini unapata kuna mtu mmoja ameelewa madhabahu. So madhabahu ni tofauti. Hiyo ndio inaitwa altar. Altar ni hiyo unaona kwa Jaramogi. That was an altar. Ilianzishwa na huyo mzee Jaramogi, ikaendelezwa na mtoto wake. Altar ni hiyo iko kwa Kenyatta, ilianzishwa na Kenyatta, ikaendelezwa na Uhuru. Altar ni hiyo iko kwa Moi, ilianzishwa na Moi, ikaendelezwa na Gideon. Hiyo ni madhabahu. That's why hao watu hata kwa siasa huwa wako na voice. Hata kabla wakanyage wako na spirit, wako na kitu ya kiroho. Hata akisimama tu Gideon aongee, unasikia roho ya siasa. Unasikia impact fulani. Sababu wako na altar nyuma yao ambao inawabaka. Sasa madhabahu ni tofauti sana. Na ndio Mungu anamwambia Gideon, enda vunja madhabahu. An altar is a form of worship. Is a form of worship. Ni njia fulani ambayo watu huwa wanaabudu. Hiyo ndio inaitwa madhabahu. Ni njia fulani. Ako wapi Toet? Ni njia fulani. Hii niwekee vile ilikuwa asubuhi. Ni njia fulani ambao unapata, na uniangalie hii, ambao watu walikuwa wana worship. Watu walikuwa wanafanya mambo yao. So ni njia fulani. Waamuzi 6:25. Na lazima tujue, sababu siku moja mama aliniuliza hiyo swali na nikaona ni vizuri niijibie hapa ndio hata wengine muipate. Mama aliniuliza tofauti ni nini ya kuvunja madhabahu na separation. Is it the same? It is not the same. Separation nayo ni nini? Separation nayo ni kujikatanisha. Kujikatanisha na mambo ambayo inaendelea katika bloodline. Hiyo ndio separation. Ni tofauti na kuvunja madhabahu. Ingawa zinakaa ni kama ibada zinafanana. Sasa hapa tunapopata kitabu hiki cha Ezekieli ni habari ya kitu kinaitwa separation. Na separation Mungu anaonyesha Ezekieli ya kuwa bado yuko na link. Yuko na link kubwa sana
na mtu ambaye anaitwa Canaan ambaye alilaaniwa. Damu ya Canaan ni damu iliyolaaniwa. It was a cursed blood. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye anatembea na damu ya Canaan amelaaniwa. Mtu yoyote ambaye yuko na hiyo damu ni damu ambayo imebeba laana. Na hiyo inasema nini? Ninasema kuna vitu ambazo huwa zinasafiri. Ukiangalia kitabu kile cha Timothy, the book of Timothy, 2nd chapter 1 verse 5. Timotheo wa pili 1:5. Nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki. Unaona, nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki. Nisaidie na hiki kidogo tu. Na isipige kelele. Unaona, nikikumbuka imani nilio nayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi, ambayo ilikaa katika bibi yako Loisi, na katika mama yako Yunike, na katika mama yako Yunike. Sasa nilisema mkuje mapema ndio nakuwa na nguvu ya kufundisha, sababu ile masaa mnachelewanga huwa hata jua imeenda, mwili imechoka. Hii mnaona the color, is it okay ama turudishe ile nyingine? Sorry, iko sawa? The white one. Maroho inakuwa transferred. Inayo na hii mwadhani. Nimegusa wapi sasa? Side. Hivi. Maroho kuwa transferred kupitia jina wale mnaandika, na namba 2 kupitia kitu kinaitwa bloodline. Bloodline. Maroho. Mtu anaweza akapata spirits ama akarithi vitu kupitia jina. Na niliwaonyesha ile miracle, niliwaonyesha ama iko ile miracle ya msichana ambaye aliitwa jina ya Shosho, na akaolewa mara 5 kama Shosho. Tunaongea habari ya kitu kinaitwa separation, kujikatanisha. Sababu sasa hii si kuvunja madhabahu. Umepata umeitwa hiyo jina na uwezi ikataa, iko kwa ID yako. Lakini una notice jina kila watu wajaelewa ni yakuwa a name carries spirit. Jina huwa inabeba roho. Jina ile umeitwa huwa inabeba roho. Baadhi ya vitu nyingi ambazo zinafuata watu zinawafuata namba 1 kupitia ile jina wameitwa. Na sisi wa Afrika huwa tunapatiana, tunaitana kulingana na familia. Utaitwa kulingana na Shosho, kulingana na grandfather, ama kulingana na uncle ama na auntie. Ninaomba ile miracle ya huyu msichana wa Wednesday. Amekuja kweli? Nipe miracle yenyewe. Okuja mami. Lakini yangu isipotee. Though hata ikipotee is okay. Sawa. Sasa nataka kwanza tuone miracle yenyewe. Simama tu pale, pastor msaidie pale. Na nataka muwe mnajaribu mnakuja mapema, maana mafundisho wakati wa asubuhi ushika sana. Mwili ikui imechoka. Sasa mtu anaweza akafuatwa vitu kupitia majina. Ndio sababu tunaongea habari ya separation. That's why I want to take time to teach. Anaweza akafuatwa na vitu kwa sababu ya jina ile ameitwa. Yaani si jina lakini huyo mtu umeitwa. You know, the naming of Africans, you are named after somebody, either the grandfather or the mother. So ile maroho ilikuwa inapiga ule mtu, it begins to fight you because of the name. Maana ikiangalia munene wote katika familia
Ndio unaonanga katika familia nyingi unapata munene wote wanafanana. Unapata mawamboi wote ama manjeri wote ama mamwende wote, na unajua unapatanga hiyo jina inakuwa shared mpaka kwanza kwa Kikuyu inakuwa shared mpaka na cousins. Yaani unaweza simamisha manjeri wote hapa hivi wakakuja hivi. Mostly ni Kikuyu. Unapata sasa kama mimi niko na brothers 7 na tulikuwa tunazaa baba yetu ni huyu ni Mwangi. Unapata kila nyumba kwa hawa mabrother 7 tuko na Mwangi, tuko na baba. So unapata kuna vitu zinafanyika sababu ya hiyo jina. Now I want you to watch this. It's a reflection of what we are teaching. Nikiwa on my periods na nyongwa na kufa. Hebu simama. Ngoja. Fufuka, amka. Fufuka. Sema unanyongwa na nani? Nikiwa on my periods usiku na nyongwa. Ukiwa kwa? Periods. Usiku na nyongwa na jiuma mpaka natoka damu. After. Amesema? Kabla na after. Kabla, nikiwa na after. Mara 3. Kabla, ukiwa, after. Wanakunyonga. Mpaka unafanya nini? Mpaka nazimia. Tumekuja na dad. Dad. Yeah. Dad. Haya, kumbe iko serious ukiona tumekuja na dad. Yes. Anazimia na anazimia na piga miguu na anajuma ulimi damu inatoka. Hakuna period. Bado ita happen. So ni atakuja kuniambia ujue jana uliconverse this and this happened. Hiyo shida umekuwa nayo muda gani? Yeah, time. 1 year. Kwa hivyo hujakuwa nayo. Come here. Watch my eyes. Come again. Come. Fungua. Toa hiyo kifo. Toa hiyo. Toa mwangaiko. Toa haraka. Toa mwangaiko. Toa haraka. Toa. Fungua. Enda.